Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jina langu naitwa mtumishi Salum. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena, na nina neno nzuri sana ambalo nataka tufundishane, kwa sababu natupasa sisi kama Wakristo kufundishana, na tunafaidiana sisi kwa sisi tunafaidiana bila kupoteza muda nitakwenda kufundisha neno hili ambalo limejaa katika maandiko mengi sana, na ni vyema sana kwa sababu watu wengi huwa tunajiuliza neno hili ambalo nitakwenda kulifundisha, na ninamshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema. Basi nitakwenda kumwomba. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, na kushukuru kwa wema wako na kwa ajili ya yote uyatendayo Bwana Yesu. Ni neno nyingine tena ambalo umenisaidia na kuweza kunijalia katika siku ya leo ili nipate kufundishwa, na nimeleta mbele zako Bwana, ukaweza kunisaidia kulifundisha sawa na kadiri ya vile upendavyo, si kunena kwa kibinadamu au hekima kibinadamu, bali unitumikishe kama chombo chako sawa sawa na vile upendavyo, kwa neema yako na mkono wako ukaweza kuwa juu yangu, kupitia jina la Yesu ninaomba hayo. Amen. Amen. Neno letu linasema ya kwamba kwa nini wanadamu huteseka? Kwa nini wanadamu huteseka? Je, Mungu ndiye anayeruhusu mateso hayo? Je, Mungu anataka mwanadamu kuteseka? Basi tutakwenda kusoma maandiko haya ili tupate kujua kindani zaidi kwa nini wanadamu huteseka. Na je, Mungu anapendezwa na wanadamu kuteseka, au ni nini hasa kinachofanya wanadamu wanateseka, na kwa nini wanadamu wanaendelea kuteseka? Kwa nini mabaya yanaendelea kuwapata wanadamu? Na Mungu yuko mbinguni, na Mungu ndiye aliyewaumba watu. Je, Mungu anafurahia kwa mateso yetu? Je, Mungu anapenda sisi tuendelee kuteseka? Hapana. Kwa hiyo tutajibu maswali haya sawasawa na maandiko inavyosema. Kwa nini wanadamu wanateseka? Tutakwenda kujua kwa nini wanadamu wanateseka, kwa sababu Mungu aweza kufurahia watu waliowaumba yeye mwenyewe, na kwa maumivu yake, kwa uchungu, akawaza ndani ya moyo wake ya kwamba nitengeneze mtu kwa mfano wa sura yetu, yaani nafsi, ile nafsi, kwa maana Mungu ni roho. Kwa hiyo ile roho ile, Mungu akaona hapana, acha niweke mtu, kuwe mtu ambaye huyo mtu atatoka katika nafsi yangu mimi. Alafu tena mtu ametoka katika nafsi ya Mungu, tena Mungu tena aruhusu, akubali tena, afurahie tena mateso? Hapana. Mfano mzuri, kwa mfano wewe umezaa mtoto wako. Je, utafurahia mtoto wako anze kuteseka? Jibu ni hapana. Hauwezi ukafurahia mateso ya mtoto wako. Hauwezi ukafurahia mtoto wako akiwa anaumwa. Hauwezi ukafurahia mtoto wako kila wakati unamwona anaumwa, ama kila wakati unamuguza mtoto wako. Hauwezi ukawa unafurahia mambo hayo, lazima utakuwa na huzuni. Sasa ni kwa nini wanadamu wanateseka? Mungu anisaidie nikalifundishe neno hili sawa na vile atakavyotaka. Katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 9 na mstari wa 11, maandiko yanasema ya kwamba, ninaanza na kitabu hicho. Maandiko yanasema ya kwamba, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindanao katika michezo, wala si walio hodari washindanao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata wote. Maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, kadhalika wanadamu unaswa katika wakati mbaya
wakati mbaya unapowaangukia kwa ghafula. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindanao katika michezo, wala si walio hodari washindanao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wafahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Maana mwanadamu naye ajui wakati wake. Wakati na bahati hutupata sisi, kwa maana maandiko yanasema ya kwamba si wenye mali washindanao, wenye mbio wanaoshinda, au wenye mali ndio wanaopata tu chakula. Hapana, ndio maana maandiko yanasema kwamba wakati na bahati huwapata. Kwa hiyo imagine, think that kuna mtu ni tajiri lakini bado anatafuta mali. Kwa nini? Kwa nini bado anatafuta mali na anatajiri? Wewe haufikiri huyu sijui kama Elon Musk, kama sijui Elon Musk, kama Elon Musk, sijui jina lake vizuri, ni tajiri, bilionea kabisa dunia, sijui kama ni bilionea wa kwanza duniani, lakini bado anatafuta mali, bado anataka tu awe wa kwanza kwenye treni ya dunia katika mali. Kwa nini hajastarehe tu ya kwamba mimi nimeshakuwa tajiri wa dunia nzima, hacha sasa nistarehe kwa mali zangu nilizo nazo, nijilishe sasa, nijifurahishe, sitafanya tena kazi? Kwa nini asifanye hivyo? Na kwa nini bado tu anahangaika tu kupambana hawe tu bilionea? Kwa sababu wakati na bahati huwapata, na mtu anapokaa hivi pasipo kufanya kitu chochote, pesa haziwezi zikamjia, mali haziwezi zikamjia. Kwa hiyo mtu anaweza kafilisika na mabaya akampata. Kwa hiyo hata matajiri mabaya huwapata. Wewe hujaona mtu ni tajiri lakini ana kesi mahakamani, amefungwa na ana mali. Je, mali zake zitamtetea? Hapana. Utajiri wake utamtetea? Hapana. Nyie hamjaona mtu alikuwa ni tajiri. Hata niseme mfano mzuri katika Biblia. Mwanafunzi mmoja alitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu mmoja alitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, akamwambia kwamba mimi nimeshika amri zote, lakini nimepungukiwa na nini? Yesu akamwambia kwamba penda baba yako, heshimu baba yako na mama yako. Akasema kwamba hiyo yote nimeyashika toka utoto wangu. Akamwambia kwamba ukitaka kunifuata kuwa mwanafunzi wangu, nenda ukauze mali zako kisha unifuate. Lakini akachukia, akakasirika kijana yule. Kwa nini aliona vile? Aliona ya kwamba nitabaki bure, kwa hiyo vitu vile visije vikanipotea, nikaja kubaki maskini, kuanza kuchukua vitu, kuanza kuwapa maskini, tena nianze kuzero. Ni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati na bahati wapata, sio wenye mbio ndio wanaoshinda kila michezo. Hapana. Mtu anaweza akawa na mbio na akaenda mbio na asishinde, na sio kila mwenye nguvu anayeweza kuweza katika michezo. Hapana, bali wakati na bahati wapata. Kwa hiyo sisi tunataka tujue, na wewe unataka ujue, je, Mungu ndiye anayeleta matatizo haya yanayotupata? Hapana. Mungu mwaminifu hawezi akaleta matatizo. Warumi, hata nitafute Warumi. Mungu mtakatifu hawezi akaleta matatizo juu ya watu wake aliowaumba. Hauwezi ukafurahia mwanao apate matatizo. Mungu ni baba yetu, hafurahii sisi kupata matatizo, wala hafurahii sisi kuona kila siku tunakuwa katika shida. Hafurahii matatizo yetu na mateso yetu tunayopitia. Hafurahi shida zetu. Mungu hawezi akafurahia shida zetu. Yeye anachukia, anahuzunika pale anapoona sisi tunakuwa na mashida na matatizo. Hafurahii. Lakini sasa nani anayefurahia shida zetu? Ni Shetani. Kwa kuwa yeye anafurahia shida za mwanadamu, anafurahia mateso ya mwanadamu, anafurahia pale mwanadamu anapopatwa na shida, anafurahia pale mwanadamu anapopatwa na mateso. Lakini Mungu hafurahii mateso ya mwanadamu,
hata kama uwe kwenye dhambi, Mungu afurahii. Sio wenye haki tu ndio wanaopata haki tu, hapana. Kuna watu wengine wako kwenye dhambi lakini hawana hatia kutendewa mabaya wanaotendewa. Unakuta mtu yuko kwenye dhambi, unakuta mtu hamtumikii Mungu na hajamkosea Mungu, lakini ni mwenye dhambi. Hajamtukana Mungu lakini anamwamini Mungu, lakini anaonewa. Unakuta mtu ni mjane lakini anaonewa, ananyanganywa mali zake. Unakuta mtu hana hatia, anatendwa mambo mabaya. Unakuta mtu hana hatia, anauiwa. Unakuta mtu hana hatia, anafungwa vitu vyake, anafungwa biashara vyake, watoto wake wanaharibiwa. Sio kwamba eti kwamba kwa sababu mtu huyo ni mdhambi sana kuliko watu wengine, hapana, bali wakati na bahati wapata. Ndiyo hii bahati mbaya ikikuangukia, ndiyo hiyo, na sio kwamba we ni mdhambi sana, hapana. Nataka nikwambia kwamba matatizo yanayokupata haijamaanisha ya kwamba wewe ni mdhambi sana, haijamaanisha ya kwamba wewe umemkosa Mungu sana, hapana. Matatizo yanayokupata haijamaanisha ya kwamba kwa sababu umekwenda kinyume na Mungu, hapana. Kuna matatizo mengine hayajakupata tu kwa sababu ya kwamba umekwenda kinyume na Mungu. Matatizo mengine yanakupata kwa sababu bahati na bahati nzuri wapata watu. Sisi si tumeokoka? Kuna wakati bahati mbaya inatuangukia, tunajikuta katika shida, na katika shida hizo haijamaanisha kwamba Mungu ametuacha, hapana. Mungu bado yuko na sisi, Mungu yupo na sisi, na katika kila jaribu Mungu anaweka mlango. Hakuna majaribu yanayodumu mama yangu, hakuna majaribu yanayodumu baba yangu, hakuna majaribu yanayodumu dada yangu, hakuna majaribu yanayodumu kaka yangu, hakuna majaribu yanayodumu. Kila jaribu lina mlango wa kutokea, kila jaribu lina mlango wa kutokea. Shetani ndiye anayotaka matatizo, sisi tuwe tunapata matatizo. Kama we bado unakosa mtoto, jipe moyo, utapata mtoto. Jipe moyo, utapata mtoto, kwa sababu kuna watu ambao waliokaa miaka mingi bila watoto, lakini mwishowe wakapata watoto. Sasa hivi wana watoto, sasa hivi Mungu amewafanyia kicheko. Kwa hiyo na wewe wakati wako ukifika, Mungu atakuchekesha, Mungu atakufurahisha, Mungu atakupa kicheko, adui zako watanyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo nataka nisome na kukuonyesha ya kwamba Mungu afurahii wanadamu kuteseka, si kwa mtu aliye mwema au kwa mtu aliye mbaya. Na ndio maana Mungu anahuzunika sana mwanadamu anapokuwa anapatwa na mateso, kwa sababu yeye ndiye aliyewaumba watu wake, yeye ndiye aliyewaumba. Nasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5, Warumi sura ya 5 na mstari wake wa Warumi sura ya 5 na mstari wake wa 12. Maandiko yanasema ya kwamba kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Nitaongeza, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Ndiyo maana nakwambia kwamba sio kwamba kwa sababu wewe umefanya dhambi inawezekana unaokoka, ni mtumishi mzuri sana mbele za Mungu, na Mungu anakupenda sana, na Mungu anakuhesabia haki, lakini unajikuta katika tabu, unajikuta hauna kazi, unajikuta familia inapita katika changamoto kubwa, unajikuta watoto wanaumwa, unajikuta wewe mwenyewe unajikuta wewe mwenyewe unaumwa. Pengine unaanza kusema, pengine unawaza Mungu anakuacha, lakini Mungu hajakuacha. Wakati na bahati wapata, wakati na bahati wapata. Kwa hiyo ndiyo hii ambayo maandiko yanasema ya kwamba, acha nikusomee katika kitabu cha Warumi sura yake ya 5 na mstari wake wa 12. Nitashuka hapa katika 14. Inasema ya kwamba walakini mauti ilitawala
tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Kwa hiyo mauti ilitutawala kwa sababu gani? Adamu ndiye aliyeanzisha makosa. Dhambi ilianzishwa na dhambi, ilikuwepo ulimwenguni, lakini ilikuwa bado haijadhihirishwa bado, kwa sababu Adamu alikuwa hajajua kutenda mabaya, alikuwa hajajua makosa. Ni mtu ambaye hajawa wema ndani yake, lakini baada ya wao kufanya dhambi, kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa hiyo dhambi ikadhihirishwa. Hapo hivyo Mungu akaanza kutoa sasa, wanadamu wanapaswa sasa kufuata amri zangu, wanapaswa sasa kujua jinsi gani ya kuishi na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mabaya yanayokupata si kwamba kwa sababu umefanya dhambi, bali bahati mbaya na bahati nzuri inapokuangukia, bahati mbaya inapokuangukia, ndipo hapo unapojikuta upo katika makosa. Yaani unajikuta kwamba wewe labda vile umemkosa Mungu, lakini kumbe hujamkosa Mungu. Ukifanya research kwenye mambo yako unajikuta kwamba mimi sijamkosa Mungu, niko vizuri na Mungu. Na watu wengine unajikuta kwa sababu ni wadhambi, wanakuwa nalia mbele za Mungu, Mungu, kwa sababu mimi ni mdhambi ndio maana mambo haya yamenipata. Hapana ndugu yangu, nataka nikuambia kwamba mambo mengine hayakupati kwa sababu uko mdhambi. Mambo mengine nakupata kwa sababu bahati mbaya imekuangukia, sio kwamba kwa sababu uko kwenye dhambi. Hapana. Mungu hajapendezwa na mtu kupatwa na mateso. Mungu hajapendezwa na mtu kuhangaika. Mungu hapendezwi na wanadamu kuteseka duniani. Mungu hakukuumba kwa sababu uteseke duniani hapa. Mungu amekuumba kwa sababu ufurahie dunia na ufurahie mema yake, ili baadaye upate kumtukuza na ili baadaye upate kumtafuta. Kwa nini watu walio katika Kristo Yesu wanateseka? Je, Mungu ndiye anayeruhusu wateseke? Hapana. Haufikirii Ayubu alipatwa na mateso? Je, Mungu ndiye aliyefurahia kwamba Ayubu apate na mateso? Hapana. Mungu kuna watakatifu wake. Nazungumzia kwa Wakristo. Mungu anaruhusu baadhi ya vitu kwa watumishi wake. Kwa sababu gani? Apate kujitwalia utukufu. Apate kujitwalia utukufu. Aonyeshe kwamba shetani ya kwamba yeye anaweza kuokoa watumishi wake. Na shetani anajua Mungu ana nguvu, lakini yeye ni mjaribu. Na kwa hiyo kwa sababu mtumishi aweze akaishi pasipo kujaribiwa, kwa sababu ile majaribu ndio inayomkuza. Majaribu yale ndio yanayomkuza, kwa sababu akishavuka, Mungu akishamvusha katika ile jaribu, atapata funzo na kujua ya kwamba Mungu alinivusha katika jaribu fulani, hata hili ambalo nililo nalo Mungu atanivusha. Kwa hiyo Mungu huwa anafunza mtumishi wake kwa namna ya majaribu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yani Mungu huwa anafundisha mtumishi wake amjue yeye, yani ajue Mungu aliye naye ni Mungu mkubwa, anaweza kumtoa katika jaribu yoyote ile. Fikiria Paulo na Sila katika gereza, kwa ajili ya nyimbo tu zikawatoa gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni mkuu, na si kwamba anashindwa kuokoa watumishi wake. Mungu hajashindwa kumtoa mtu katika shida, hapana. Lakini hapa Mungu hafurahii mwanadamu kuteseka. Kwa hiyo andiko linasema ya kwamba, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wakati ambapo Adamu na Hawa walipofanya dhambi, subiri kwanza nifungue hiyo Mwanzo sura yake ya 3. Mwanzo sura yake ya 3 na mstari wake wa 1. Mungu anasema ya kwamba, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yoyote bustanini? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale,
wala msiyaguse, msije mkafa. Mungu alijua ya kwamba siku hawa watu watakapogusa matunda haya, siku hawa watu watakapogusa matunda haya au mti huu wa mauti, watakufa. Watu wao watakuja kunitenda dhambi, watu wao watakuwa wabaya. Mungu alimuumba mtu kwa ukamilifu. Mungu hakumuumba mtu eti kwamba awe na mapungufu. Sisi tulikuwa hatuna mapungufu, tulikuwa wakamilifu, tulikuwa tumeumba, tumekamilika. Mungu alikuwa ameumba mtu amekamilika. Nakupa mfano mzuri. Mungu anapoumba mtu ndani ya tumbo la mama yake, anamuumba akiwa amekamilika. Alafu sasa mtu akishazaliwa, unakuta mtu amezaliwa yuko vizuri, akili yake iko vizuri, lakini unakuta mtu amekuwa mtu mzima, unakuta mtu amekuwa kichaa. Je, Mungu ndiye alikusudia awe kichaa? Mungu alimuumba na ukichaa? Jibu ni hapana. Mungu anaumba mtu akiwa yuko salama, akiwa amekamilika. Lakini mabaya sasa ya dunia ndio yanafanya mtu anapatwa nayo. Kwa hiyo Mungu aliumba Adamu na Hawa wakiwa wakamilifu, watu ambao hawajui mabaya, hawajui dhambi, hawajui hiki ni hiki. Lakini wakati walipomtenda Mungu dhambi, wakajijua kwamba tumemkosa Mungu, na ndio maana macho yao yalifunguliwa. Yaani walikuwa wamefumbwa wasijue mema au mabaya. Yaani mtu ambaye alikuwa anajua mema na mabaya alikuwa ni Mungu tu. Mungu ndiye alikuwa anajua haya ni mema, haya ni mabaya, hii ni dhambi, hii ni hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu Adamu na Hawa walikuwa ni watu ambao walikuwa wajui makosa, walikuwa wajui dhambi. Lakini ndio maana Mungu aliwaambia kwamba siku watakapokula mti wa mema, watakapokula tunda la mabaya, ndipo siku ambayo watakufa. Sio kwamba watakufa hivi watakwenda kuzikwa, hapana. Yaani itakuwa nafsi ambayo imekufa, lakini yani atakuwa ni mtu ambaye anayetembea, lakini ndani yake nafsi imekisha kufa. Ni sawa sawa na vile mwenye dhambi, mtu aliye katika dhambi anakuwa ni mtu ambaye amesha kufa, lakini nafsi yake, lakini mwili wake bado uko hai, mwili wake bado unatembea. Kwa hiyo ile nafsi iko nazunguka tu, haina sehemu ya kukaa, iko nazunguka tu kwenye dunia tu, yani iko duniani tu, na shetani anaipeleka huku, anaipeleka huku. Kwa sababu gani? Iko katika dhambi. Lakini itakapotulia sehemu moja, itakapomkubali Kristo, itatulia katika mikono ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitaka nigusie hapa kwa sababu dhambi iliingia ulimwenguni kwa kupitia mtu huyu mmoja. Pale ambapo Adamu na Eva walipokula tunda, dhambi ikaingia ulimwenguni mote, na kwa hiyo mabaya hapo ndio nataka nikuonyesha ya kwamba mabaya hayatoki kwa Kristo, mabaya yanatoka kwa shetani. Kwa sababu siku ambayo Adamu na Hawa walipofanya dhambi, ndiyo siku ambayo mabaya yalianza kuwapata watu, ndiyo siku ambayo mabaya yalianza kuzunguka duniani. Hata kama shetani alikuwa tayari ameshakuwa duniani, shetani alikuwa ameshajua mabaya na mema. Shetani alikuwa ameshajua mabaya ni yapi na mema ni yapi, na ndio maana alitumia nyoka, kwa sababu nyoka alikuwa mwerevu sana. Nyoka alikuwa mwerevu sana kuliko wanyama wote wa mwituni ambayo Bwana Mungu aliwafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mabaya haya yalianza pale ambapo Adamu na Hawa walipofanya dhambi katika ndani ya bustani la Edeni. Ndio maana mabaya yanatupata hata unakuta mtu ambaye hana hata hatia, mabaya anampata. Unakuta mtu ambaye hana hata hatia, mabaya anampata. Unakuta mtu ni mtumishi, anamtumikia Kristo, mabaya anampata. Na ndio maana watu unakuta wana msemo ya kwamba Mungu wako yuko wapi sasa? Mbona anamtumikia Mungu na vitu vyao vimempata? Hapana, Mungu hajafurahia vile vitu vimpate, lakini katika hata vile vitu vimempata, Mungu ameruhusu vile vitu vimpate. Lakini katika hivyo vitu Mungu ataweka na njia, kwa sababu Mungu akiruhusu vitu ataweka na njia. Lakini nataka nizungumzie kwamba Mungu afurahii mabaya ya mtu. Mungu afurahii yani mtu kupatwa na mabaya. Mungu anafurahia mtu yani mema yampate, sio mabaya. Lakini nani anayeleta mabaya? Tusome katika kitabu cha Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana
Waraka wa Yohana wa kwanza sura yake ya 3, ile sura yake ya 3 na mstari wake wa 8. Inasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba, sura ya 8 inasema ya kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa andiko nasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa maana Ibilisi hutenda dhambi toka mwanzo. Kwa hiyo ni nani sasa anayetenda haya mabaya? Ni Ibilisi, kwa maana yeye alianza kutenda dhambi toka mwanzo. Fikiria mtu aliyekuwa mbinguni Fikiria roho iliyokuwa mbinguni kamilifu kabisa, haijui mabaya sawa, ilijua mabaya. Hata kama ilikuwa ikijua mabaya, tafakari kabisa, Mungu aliifanya kabisa kwa ukamilifu, chombo kitakatifu sana mbele za Bwana, mtu mwema sana kabisa, roho iliyo njema, iliyo safi, yenye kumpendeza Mungu, iletayo sifa kila siku. Lakini ikaanzisha ubaya ndani yake, kukaanzisha ubaya ndani yake, kukaanzisha mabaya. Je, swali ni Mungu ndiye aliyeruhusu mabaya hayo? Watu huwa wanasema kwamba mambo hayo pengine Mungu alikuwa ameshaandaa. Hapana, Mungu alikuwa hajaandaa. Kwani Mungu alifanya mbingu na malaika aliwatengeneza kwa sababu waje kumwasi? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Mungu hakuwatengeneza, hakuwatamkia malaika ya kwamba wawepo huko mbinguni kwa sababu waje kumwasi, wala Mungu hakutamkiaga ya kwamba malaika ule ambaye aliyekuwa shetani ya kwamba aje kumwasi. Hapana. Mungu alimtamkiaga ya kwamba mema, ili yale mema yazidi kumletea utukufu. Mungu apate utukufu kila siku, azidi kumtukuza. Lakini akataka kujitwalia utukufu, yeye awe kama niye Mungu, achukue nafasi ya Mungu. Akataka sifa, akataka awe na watu na yeye awe na malaika zake, akataka na yeye awe naongoza watu wake. Kwa hiyo mwanzo wa mabaya ukaanzia hapo. Sasa tafakari mtu aliyekuwa mbinguni. Kwani huko mbinguni kuna akili mbovu? Kwani huko mbinguni kuna mawazo mabaya? Mbinguni hakuna mawazo mabaya. Mbinguni kuna mawazo mema. Mbinguni watu wanawaza vibaya, watu wanawaza vitu vizuri, na watu hawawazi vibaya. Watakatifu wote ambapo wanapoenda mbinguni ni mawazo mazuri tu, wanawaza sifa, wanawaza kumtukuza Mungu, wanawaza yani kumpendeza Mungu, kuimba na kumsifu Mungu. Hakuna mawazo mabaya huko, hakuna kilio, hakuna tena kusaga meno. Sasa fikiria, mabaya yalikuja wapi? Shetani alijiletea mabaya mwenyewe, na katika hayo mabaya toka mwanzo, kwa sababu yeye ni mtenda dhambi toka mwanzo, na wakati huo akawashawishi Adamu na Hawa, nao wakaingia katika lile la mabaya. Ndiyo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu asiyedhaniwa ya kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa mabaya. Hapana, kwa sababu Mungu, hata kama Mungu alijua mabaya yako, lakini hakuyadhirisha mabaya hayo kwa watu, kwa sababu hakumuumba mwanadamu kwa sababu apate mateso. Aliumba mwanadamu afurahie kile ambacho amekifanya katika bustani ya Edeni. Nitamalizia na hii Yohana hivi yake ya 5 na 19, mstari wake wa 19. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia ukaa katika yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudilia tena, twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia ukaa katika yule mwovu. Kwa hiyo sasa ujue, dunia hii tuliomo inakaa katika mikono ya adui Shetani.
Na ndio maana yeye anasema ya kwamba ukinisujudia, anamwambia shetani, anamwambia Yesu ya kwamba ukinisujudia, hivi vyote viko katika mikono yangu, nitakupa. Ukianguka na kunisujudia. Kwa hiyo hivi vyote vitu Yesu alitaka watu. Yesu alikuwaga huko mbinguni akatupwa chini, na kwa sababu Mungu alimwona ya kwamba anataka kuwa na watu na yeye anataka kuongoza, kwa hiyo akamwambia watu wao, sasa nimekupa dunia hiyo, hata kama mali na dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana, lakini Mungu pia amevikabidhi mikononi mwa shetani, ameviweka katika mikono ya shetani. Na ndio maana mtu anapokuwa anasema kwamba Mungu, anaimba Mungu, nakushukuru Mungu, nakushukuru Mungu, Mungu wangu umenitendea, Mungu wangu umenipa utajiri, Mungu wangu umenifanya kuwa kiongozi. Ni Mungu yupi? Mungu yupi huyo? Huenda ni Mungu wa dunia hii, huenda si Yesu Kristo. Bwana Yesu afe sana. Kwa hiyo miungu ni mingi. Kwa hiyo Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani, vitu viko katika mikono yake. Na ndio maana wote waenda kuzimu, wote waabudu miungu, waabudu sanamu, watu ambao wanaotumikia shetani huko kuzimu, hawamwiti shetani huko, wanamwita Mungu. Mungu wangu ndio wanamwita. Wanasema ya kwamba Mungu wangu. Kwa sababu gani? Ni Mungu wao anayewapa utajiri, anayewapa mali, kwa sababu ni Mungu wa dunia hii, ni Mungu wa dunia hii. Kwa maana maandiko yanakuambia kwamba twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, Mungu wa mbinguni. Sisi twajua ya kwamba si ni wa Mungu wa mbinguni, na dunia yote hii mikononi mwake shetani. Ni kweli. Wewe ukitaka kuwa maarufu leo, lazima umuinamie shetani. Ukitaka kuwa maarufu lazima umuinamie shetani. Ukitaka kuwa tajiri mkubwa sana duniani lazima umuinamie shetani. Sawa, si wote ambao ni matajiri wanamuinamia shetani, hapana. Si wote. Wengine wana mali, wamebarikiwa kuwa na mali tu na wana akili tu ya kutafuta, kwa hiyo wamejipanga vizuri tu, maisha yao yanaenda vizuri. Kwa hiyo si wote, lakini wengi sana. Hao wote watu maarufu mnawasikia duniani, sijui wa nani, waimba nyimbo za kidunia, sijui wa nani, wacheza mipira, watu wote maarufu duniani wanamuinamia shetani, kwa sababu hakuna umaarufu unaokuja hivi hivi tu. Kwa sababu shetani anapoona ya kwamba wewe una nyota ya umaarufu na una nyota ya mvuto ya kuleta watu, kwanza atakubloki ili umtafute, kwa sababu hawezi akakuacha hivi. Hii dunia iko katika mikono yake. Kwa hiyo atakubloki, kwa sababu uende kwake ukatafute, ukapewe yani mvuto, ili uwe na watu wengi. Kwa hiyo dunia yote inakaliwa na shetani, lakini sisi tu wa Mungu. Kwa hiyo nataka nikwambia kwamba, ndugu yangu mpendwa, mabaya yanayokupata hayatoki kwa Mungu, bali yanatoka kwa shetani. Mabaya yanayokupata leo hayatoki kwa Mungu, yanatoka kwa shetani. Mungu aweza karuhusu ama aweza kafurahia wewe kupatwa na mabaya. Mungu afurahii mtu kupatwa na mabaya. Mungu anaweza karuhusu upatwe na jambo fulani, lakini hajafurahia kwamba upatwe na kitu hicho. Mungu ni Mungu mwenye upendo, na ndio maana Mungu anasema kwamba yeye ni mwenye upendo. Kwa sababu gani? Mtu aliye na upendo huwa hapendi mtu kumwona mtu mwingine anateseka. Utakuta anamsaidia, utakuta anamwonea huruma. Kwa sababu gani? Upendo ule huko ndani yake. Hivyo hivyo Mungu ni Mungu mwenye upendo, kwa hiyo hapendi kuona watu wanateseka. Mungu anapenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Kwa hiyo hapendi kuona watu wanateseka. God is love, na love ya God hapendi kuona watu wake aliowaumba wanateseka. Sasa anayetaka watu wateseke ni nani? Ni shetani. Ndiye anayeagiza maroho za giza, anayeagiza mapepo za huzuni, pepo za mateso.
za matatizo. Watu wanaingia katika matatizo, watu wanaingia katika vishawishi vingi. Unakuta mtu anaingia katika matatizo mbalimbali, unakuta mtu anajikuta ya kwamba Mungu ameruhusu mambo haya nipate. Sawa, lakini hajaruhusu uteseke. Na ndiyo maana utakuta mambo ambayo Mungu ameruhusu yakupate yana mwisho wake, unakuta yanakwisha, kwa sababu hafurahii uendelee kuteseka, hafurahii. Kwa hiyo hakuna pito na teso linaloendelea. Mama yangu, jipe moyo. Ndugu yangu, mahali ulipo, Mungu atakuponya. Uwe na tumaini kwake, atakusaidia, atakutoa mahali uliko, atakutoa katika shida ulio nayo. Usimdhanie Mungu mabaya. Ayubu alipojaribiwa, mke wake alipomwambia kwamba wewe mpaka sasa bado unashikamana na utimilifu wako, mkufuru Mungu ufe. Kwa maana mke wa Ayubu alijua ya kwamba akimkufuru Mungu pengine atapata msaada, pengine yani akimkufuru Mungu, yani akienda kwa waganga watamsaidia. Alijua hivyo kwa imani yake, lakini Ayubu alisema ya kwamba wewe naye wanena kama wanawake wapumbavu walioko huko nje, jinsi wanenavyo. Je, tupatwe na mema na tusipatwe na mabaya? Kwa hiyo Methali inakwambia kwamba, Mhubiri anakwambia kwamba mema na mabaya, yani bahati mbaya na bahati nzuri, wapata wote. Na ndiyo maana mwanadamu wakati wa furaha anafurahi sana, lakini wakati wa shida anahuzunika, kwa sababu mwanadamu hapendi kupatwa na matatizo. Hivyo hivyo Mungu hafurahii wewe kupatwa na matatizo. Mungu anapendwa upatwe na mazuri, Mungu hapendi upatwe na mabaya. Lakini kusudi la shetani ni wewe uteseke, ili upate kumtafuta yeye, upate kwenda kumwinamia yeye. Na ndio maana kuna watu leo wanaposhindwa kupona mbele za Mungu, wanaposhindwa kuweka imani yao kweli ndani ya Mungu, wanakwenda kwa waganga. Sasa unapokwenda kwa waganga, unakuta wanaanza kuambiliwa leta mbuzi, nenda makaburini usiku, nenda njia panda, vunja nazi, funga hiki, funga irizi. Unakuta wengine wanakuwa na masharti mengi, wanapewa masharti mengi. Kwa sababu ya nini? Hawakujiweka kati ya Kristo. Kwa maana kwa shetani hakuna msaada, hakuna msaada. Msaada wetu unapatikana kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo tumaini lako liwe kwa Mungu. Kwa hiyo anayeleta matatizo sio Mungu. Anayeleta matatizo, Mungu sio mwanzilishi wa matatizo. Mwanzilishi wa matatizo ni shetani, ndiye anayetaka wanadamu waendelee kuteseka. Kwa hiyo ninakwambia ya kwamba Mungu anakupenda. Weka imani yako ndani yake, weka imani yako kwake. Matatizo ulio nayo na shida ulizo nazo zitaondoka ukimtumainia yeye, kwa maana anasema ya kwamba heri mtu anayemtumainia Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo mtumainie Kristo kwa moyo wako na roho yako, na atakuokoa na shida zako na tabu zako. Kama unakosa mme, kama unakosa mke, mtumainie yeye, atakupa mke mwema, atakupa mme mwema. Kwa maana mke na mme mwema wote wanatoka nani? Wanatoka wapi? Wanatoka kwa Bwana. Kile ambacho unachokitafuta kilicho chema, Mungu atakujalia ukimtumainia. Kwa hiyo ni matumaini yangu ya kwamba Mungu atakusaidia, na Mungu aiponye nafsi yako, aiponye roho yako kupitia lile jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.